إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, niusie nafsi yangu pamoja na nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wacha Mungu ndio watakaofaulu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ndugu zangu, iliyoko mbele yetu ni siku ya Arafa, tukiwa tunaishi ndani ya ayyamul ashri, tukiwa tunaishi ndani ya masiku bora, masiku 10 katika masiku bora ya dunia. Iliyoko mbele yetu ni siku ya Arafa. Ibadallah, enyi waja wa yaumu Arafa, siku hii ya Arafa laysa yawman adiya yamurru ka ghairihi min al-ayyam. Siku ya Arafa sio kama siku nyingine tukaacha ipite kama zinavyopita siku nyingine. Hii ni siku tofauti kabisa na ni siku muhimu kwa kila ambaye ni Muislamu. Bal huwa musimun adhimun min mawasimil akhirah. Kuishi ndani ya haya masiku 10 hatimaye na kuidiriki siku ya Arafa ni msimu bora kabisa, ni msimu mtukufu kabisa katika misimu ya kuitafuta akhera. Kila aliyepo katika hii dunia akijua kwamba ipo siku ataelekea kwa Allah tabaraka wa taala, afahamu ya kwamba anaishi ndani ya masiku bora katika masiku ya dunia. Ni fursa kwake yeye kuitengeneza akhera yake katika masiku ambayo tunayoishi fihi. Katika masiku haya na siku ambayo iliyoko mbele yetu ambayo ni Arafa, turfa'ul kaffi bid-du'a, mikono ya watu itanyanyuliwa juu au watu watanyanyua mikono yao juu kwa ajili ya kuomba dua. Watufidhul uyuni bilbuka, na macho ya watu yatalia kwa vilio vya aina mbalimbali wakimuomba Mola wao shida za aina mbalimbali. Watakhsha'ul qulubu lirabbil ardi was samaa, nyoyo zitaogopa na kunyenyekea kwa Allah Mola wa ulimwengu mzima. Sasa ndugu zangu, fasaidu man igtalama sa'atihi, fasaidu, yule ambaye ni mwema atakayenufaika ni yule atakayeneemeka kwa kuutumia muda wake vizuri katika kumtii Allah, katika kumtaja Allah na kuleta istighfar. Yule ambaye atakuwa ni mtu mzuri na ni mwema, akafahamu nimediriki masiku haya kwa sababu maalum, basi atayatumia masiku yake haya kwa ajili ya kumtii Allah, kwa ajili ya kumtaja Allah na kuleta istighfar. La kuzingatia na ambalo kila mmoja ajitahadhari nalo, wal mahrumu, na yule ambaye atakayekoseshwa kheri za masiku haya, man kharaja minhu, ni yule ambaye haya masiku yataondoka, lam yanal min khairatihi wa barakatihi,
kisha asipate chochote katika kheri za masiku haya na baraka za masiku haya. Katika watu ambao watapata hasara ni yule ambaye masiku haya yote yameisha, hajanufaika na chochote katika kheri za haya masiku wala baraka ambazo zimo ndani ya masiku haya. Fahariyu bina ibadallah, ni juu yetu sisi wote sasa, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, an nataarrafa ala fadhaili hadha al-yawm al-azim, kujifahamu au kufahamu kwa uchache angalau baadhi ya fadhila za masiku haya ambayo ni makubwa na ni matukufu. Wa an nu'azzimahu kama adhamahu Allah wa rasuluhu, tukishazijua fadhila za masiku haya basi tuyaadhimisha haya masiku kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliyaadhimisha masiku haya matukufu. La'allana nafuzu fihi birrahma walmaghfira wal'itq minan nar, huenda tukafaulu kwa kupata rahma za Allah tabaraka wa taala na kupata msamaha wa Allah tabaraka wa taala na kuepushwa na moto wa Allah tabaraka wa taala. Min dhalika yawm arafa yawm ikmali ddin, katika hayo mengi ambayo yamo ndani ya haya masiku 10, siku ya Arafa ambayo iko mbele yetu, kila mmoja afahamu kwamba ndiyo siku ambayo Allah ameikamilisha dini yetu. Huu Uislamu tuliokuwa nao, tunaojinasibu nao huu Uislamu, na kila mmoja akajiita yeye ni Muislamu, umekamilika Uislamu ndani ya siku ya Arafa. Pale Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu nyinyi neema zangu, wa raditu lakumul islam dina, na nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Aya hii ilishuka siku ya Arafa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa akiwa juu ya mnyama ambaye ni ngamia, ndio ikashuka siku hii. Ibn Kathiri rahimahullah anasema katika kuizungumzia aya hii, anasema hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-umma, hii ndio neema kubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kwa umma huu. Hakuna neema kubwa kwa umma huu kama kujaliwa kuwa wewe ni Muislamu. Hakuna neema kubwa katika huu umma wa Kiislamu kama wewe Allah tabaraka wa taala kukujalia kuwa ni Muislamu. Haithu akmala lahum dinahum, ni pale ambapo Allah tabaraka wa taala aliwakamilishia dini yao. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi, wakawa hawahitaji mfumo na maisha ya dini nyingine. Wala ila nabiyin ghairi nabiyihim sallallahu alayhi wasallam, wala hawahitaji kufuata mfumo wa nabii mwingine asiyekuwa nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kukamilika kwa Uislamu ni kukamilika kwa maisha ya Muislamu, afanye kipi kwa maslahi gani na aache kipi kwa madhara gani, ndio Uislamu ukakamilika. Hatuhitaji mfumo wa dini mwingine, wala pia vile vile hatuhitaji mafundisho ya nabii mwingine, kwa sababu tayari Uislamu umekamilika. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona sahaba Umar ibn Khattab radhi za Allah ziwe juu yake ameshika waraka wa Taurati. Mtume akamwambia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wallahi nakuapia kwa Allah, laiti kama Musa alayhi salam angekuwepo leo hii, basi asingeshughulika na kitabu hicho, angenifuata mimi. Akimaanisha kwamba hakuna haja ya kusoma vitabu vingine, Uislamu ushakamilika kwa kuja kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, ni kheri iliyoje kwako wewe kujaliwa kuwa ni Muislamu. Kisha eneo lingine Allah akasema wala tamutunna illa wa antum muslimun, msije mkafa ninyi isipokuwa mufe hali ya kuwa ni Waislamu wa kweli. Kwa hili na bishara hizi zinazotoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambaye ametuumba mimi na wewe, kisha akatujalia kuwa ni Waislamu, akasema nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Wahitaji mfumo gani mwingine? Wahitaji mafundisho gani mwingine? Bila shaka tuna haki ya kujifarahisha kwa sisi Allah tabaraka wa taala kutujalia kuwa ni Waislamu. Kila mmoja amshukuru Allah. Hakuna neema kubwa kama neema ya Uislamu. Kuna wenzako waliishi zama za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na walimuona huyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hawakujaliwa kuwa ni Waislamu.
Wewe haujamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na haujadiriki zama zile alizokuwa nazo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa fadhila zake na rehema zake Allah tabaraka wa taala akakujalia wewe kuwa ni Muislamu. Hii ni neema kubwa zaidi katika neema ambazo unatakiwa ujifakhirishe nazo, ewe Muislamu. Ndugu zangu katika imani, sasa inastaajabisha sana ukamuona Muislamu anaona haya kudhihirika kwamba yeye ni Muislamu. Yafikia hatua Muislamu hata jina lake la Kiislamu ataka lipinde pinde kidogo lionekane kwamba halifanani na majina ya Waislamu. Huyu hajitambui na hajielewi. Katika neema kubwa za huu Uislamu, katika neema kubwa za huu ulimwengu ni wewe kujaliwa kuwa ni Muislamu. Hili halikuja hivi hivi, Allah amekuchagua wewe kuwa ni Muislamu. Leo hii kuna mtu inafikia hatua hata kuvaa kanzu yani anaona tabu, ataonekana ni Muislamu. Unamdhalilikia nani? Unamtetemekea nani? Unamuogopa nani? Au kwa sababu ya mshahara kwenye sehemu fulani ambayo wewe umeajiriwa, mshahara iwe sababu ya wewe kudhihirisha Uislamu wako? Mshahara au kazi iwe ni sababu ya wewe kuto kuonekana kwamba wewe ni Muislamu? Kama una hali hiyo, ndugu yangu, amka kwenye huo usingizi uliokuwa nao. Hakuna neema kubwa kama neema ya Uislamu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alitoa kauli yake akasema, nahanu qaumun, sisi ni watu ambao a'azzana Allahu bil Islam, Allah ametupa izza na heshima na utukufu kupitia Uislamu. Famahma btaghaina al-izza bighairi, pale ambapo tutakapotafuta utukufu na heshima nje ya Uislamu, adhallana Allahu, Allah tabaraka wa taala atatudhalilisha. Huyu ni Umar ibn Khattab anatuambia mimi na wewe ambaye tumejaliwa kuwa ni Waislamu, halafu tunaona haya kuonekana ni Waislamu, tunaona haya kutekeleza vipindi vitano vya swala tano, tunaona haya kuvaa shaairi za Uislamu, tunaonekana kwamba sisi angalau mtu anaona kwamba nikionekana ni Muislamu nitakuwa katika imani fulani. Hakuna neema kubwa kama kujaliwa kuwa ni Muislamu. Jipige kifua mbele, ana muslimun, mimi ni Muislamu. Hii ndio neema kubwa. Walikuwepo wenzako zama hizo, walimuona Mtume hawakuwa ni Waislamu, hawakujaliwa huo Uislamu. Wewe hujamuona, hujaishi kwenye zama hizo, lakini umejaliwa na Allah tabaraka kuwa Muislamu. Wewe jifaharishe kwa neema hiyo. Hata kama una shida, una neema ya Uislamu. Hata kama unaumwa, una neema ya Uislamu. Hata kama una shida za aina mbalimbali, una mitihani ya aina mbalimbali, mshukuru Allah kwa kujalia wewe kuwa ni Muislamu. Allah ameikamilisha dini yako, kisha hauna cha ziada. Hauangalii mifumo ya dini nyingine, zinafanyiwa marekebisho kila siku. Lakini leo hii aje mtu na ushetani wake alete kitu kipa kwenye dini ya Allah, uone Waislamu watakavyoamka kuilinda na kuihami dini yao. Bado haujaamini kwamba uko kwenye neema miongoni mwa neema za Uislamu. Sasa siku ya Arafa ambayo iko mbele yetu, ndio Allah tabaraka wa taala aliukamilisha Uislamu wetu. Ndugu zangu, amesema ameridhia Uislamu uwe ndio dini yetu. Wewe mwenyewe ukatae, wewe mwenyewe kwa ushetani wako na kwa ushaitani wako ukatae kuwa Muislamu, au ukatae kufuata sheria na mila na desturi za dini ya Uislamu, ukatae kuishi kama ambavyo ametaka tuishi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa dini ya Uislamu imekamilika na haina ziada, na siku ya Arafa ndio siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia kwamba Allah tabaraka wa taala ameikamilisha dini yetu ya Uislamu. Ayuha nasu ibadallah, in waja Allah tabaraka wa taala yauma Arafa, hiyo siku ya Arafa ambayo iko mbele yenu, aktharu yawmin fihi itqun minan nar, ndio siku ambayo Allah atawaacha watu huru na moto. Hakuna siku ambayo atawaacha watu huru na moto kwa wingi kama siku ya Arafa. Ndugu zangu katika imani, mihangaiko yetu yote ya kila siku, vile vyote tunavyovifanya vya kila siku, khairati zote ambazo tunazifanya za kila siku, swala tano, sadaka na mambo mengine ambayo tunayafanya, bila shaka tunahitaji maghfira, tunahitaji msaada wa Allah tabaraka wa taala. Unajinyima ili utoe sehemu ya mali yako kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Unaacha kulala usiku, unaamka umlilie Allah tabaraka wa taala ili upate maghfira ya Allah tabaraka wa taala, angalau akusamehe. Sasa siku ya Arafa
ndio siku pekee ambayo ni ofa kwetu sisi wote. Kila atakayeidiriki siku hiyo akaifunga siku hiyo, basi ana fursa ya kusamehewa madhambi yake na Allah tabaraka wa taala. Kuanzia tulivyoanza tarehe 1 mpaka tutakapofika tarehe 10 au 9, basi kila atakayeitumia siku yake vizuri amepata ujira mkubwa ambaye hakuna anayejua idadi yake au fadhila zake isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Mtume aliposema kwamba masiku haya 10 ndio masiku bora zaidi ambayo matendo yanalipwa kwa ujira ambao ni mkubwa zaidi, hata kile ambacho umekifanya ni kidogo, ujira wake ni mkubwa. Umemsaidia maskini, ujira wake ni mkubwa. Umemsaidia mjane, ujira wake ni mkubwa. Umejitolea katika khairati za aina mbalimbali, hakuna ujira ambao utaufikia ujira ambao umefanya katika haya masiku 10. Ma min yawmin, hakuna siku ambayo akthara min ayyutika Allahu fi 'abdan minan nar min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala anawaacha watu huru na moto kama ilivyokuwa siku ya Arafa. Ndugu zangu katika imani, siku ya Arafa ni muhimu sana kwetu sisi, lakini ukiachia hivyo, wa innahu la yadnu, Allah tabaraka wa taala anashuka mpaka mbingu, thumma yubahi bihimul malaika, kisha akajifaharisha kwa malaika wake akawaambia, ma aradu haula, hivi hawa wanataka nini? Wameacha miji yao na nchi zao wakaenda kutekeleza ibada ya hija, wakasimama katika viwanja vya Arafa. Ma aradu haula, hebu wanataka nini waja wangu hao? Wale ambao hawakwenda kuhiji bila shaka watakuwa wamefunga ile siku ya Arafa. Ma aradu haula, kitu gani ambacho wanakitaka? Fayaquluna, malaika watasema, jau, hawa wamekuja, yarjuna rahmataka, wanataraji rehema zako, wayakhafuna adhabaka, na wanaogopa adhabu zako. Wameacha miji yao na nchi zao na maeneo yao kuja hapa, wanataraji rehema zako, lakini pia vile vile wanaogopa adhabu zako, ndio maana wakaja hapa. Kwa wale ambao hawakwenda wakaamka wakiwa wamefunga, lengo lao yarjuna rahmataka wa yakhafuna adhabaka, wanataraji rehema zako na wanaogopa adhabu zao. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah tabaraka wa taala anasema, ushhidukum, ninawashuhudishieni enyi malaika, anni qad ghafartu lahum, kwamba mimi hawa tayari nimewasamehe. Aliyeko katika viwanja vya Arafa tayari amesamehewa, na yule aliyemka akiwa amefunga siku ya Arafa tayari Allah anasema ameshakusamehe wewe. Kuna khairi gani zaidi ya hii ndugu yangu katika imani? Ibn Rajab al-Hanbali anasema katika Lataif al-Ma'arif, man lam yughfar lahu fi yawmi Arafa, yule ambaye akazembea halafu asisamehewe katika siku ya Arafa, famata yughfar lahu, huyu lini atasamehewa? Yule ambaye atakayezembea kisha asisamehewe katika siku ya Arafa, huyu lini atasamehewa? Sasa wewe ujiulize mwenyewe, kama nisiposamehewa mimi katika siku ya Arafa, lini nitasamehewa? Kila mmoja ndugu zangu ajiulize hili, kwa sababu kuna watu hii fadhila pia vile vile itawakosa. Kuna watu wataacha kufunga pasi na sababu, kuna watu wataacha kufanya khairati pasi na sababu za aina mbalimbali. Allah anasema, walladhina jahadu fina, hakika wale ambao wamefanya juhudi za kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza katika njia yetu iliyonyooka. Kila unavyojitahidi kufanya juhudi za kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, Allah naye anakuongozea njia. Lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza katika njia yetu. Wa inna Allaha lama'al muhsinin, Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na watu ambao ni wema. Ibn Abbasi katika kuizungumzia aya hii anasema, ay alladhina jahadu fi ta'atina, wale ambao wamefanya juhudi katika kumtii Allah tabaraka wa taala, tutawaongoza kwenye njia za kupata thawabu. Ibn Abbas anasema kila anayefanya juhudi za kutafuta radhi za Allah, Allah atamuongoza kwenye kila njia ya kupata thawabu, atamuafikisha, atafanya khairati za aina mbalimbali, kwa sababu anajitahidi kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Arafa iko mbele yetu. Tuache kupoteza muda ndugu zangu katika imani katika mitandao ya kijamii. Unakesha usiku mzima, mchana mzima, unatoka kwenye mtandao huu, unaingia kwenye mtandao huu, unachokiangalia hakina faida yoyote katika dini yako. Acha kupoteza muda. Kama umelala usiku wa manane, basi amka utafute radhi za Allah tabaraka wa taala. Tuko kwenye masiku ambayo hakuna masiku bora isipokuwa
masiku haya ambayo ni ayyamul ashiri. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد. من فضائل يوم عرفة, miongoni mafadhila ndugu zangu za siku ya Arafa, siyamuhu yukaffiru sanatain, ile saumu inapata ujira wa kukufutia madhambi ya miaka miwili, kama alivyosema Mtume SAW, siyamu yaum Arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, unatarajiwa kwa Allah, an yukaffira sanata allati qablahu, kufutia madhambi ya mwaka ambao bado, wa sanata allati ba'dahu, na mwaka ambao utakaokuja baadaye. Madhambi ya miaka miwili katika madhambi madogo utafutiwa kwa saumu ya siku moja. Bila shaka ndugu yangu Muislamu, usijaribu kuikosa siku hii ya Arafa. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, wal khasiru man hurima khairahu, atakayepata hasara ni yule ambaye atazembea kisha kheri za Arafa akazikosa. Qala Sufyan Thawri, anasema Sufyan Thawri kwamba a'dhamu an-nasi dhanban, mtu ambaye mwenye dhambi kubwa zaidi, man waqafa bi Arafa, ni yule ambaye atakayesimama Arafa au akaamka akiwa amefunga siku ya Arafa, thumma dhanna, kisha akadhania anna Allah lam yaghfir lahu, kwamba Allah hawezi akamsamehe. Yani mtu amesimama Arafa au ameamka akawa amefunga saumu ya Arafa, kisha akadhani kwamba mimi ninaweza nisisamehewe na Allah tabaraka wa taala. Hapo umemdhania Allah tabaraka wa taala dhana mbaya. Fajitahidu fi hadha al-yawm bisiyam, jitahidini ndugu zangu katika imani katika kufunga, wa dua, jitahidini sana katika kuomba dua za aina mbalimbali. Jiombeeni nyinyi wenyewe, waombeeni ndugu zenu na jamaa zenu, waombeeni ndugu zenu waliotangulia mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kuna baadhi wanaifanya Eid al-Hajj ndio siku ya kwenda kufagilia makaburi ya wazazi wao. Yani wanaacha kufanya kile ambacho ni sahihi, wanakuja kufanya vitu ambavyo ni vya uzushi. Mtu anasafiri kutoka umbali mrefu, mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, kwa ajili ya kwenda kufagia kaburi la baba yake. Yani wamkumbuka baba yako mara moja kwa mwaka. Yeye mara ngapi alitaabika tokea ulivyokuwa mdogo mpaka ulivyokuwa mkubwa? Kwa mwaka mara moja ndio unakumbuka kwamba baba alifariki. Sasa haya, kumbuka basi, kafanye kile ambacho ni kizuri. Mbona waenda kufanya vile ambavyo ni vibaya? Ndugu yangu Muislamu, siku hii, kipindi hiki sio maalum kwa ajili ya watu kwenda kufagilia makaburi. Ni maalum, kama ametangulia mzazi, mfanyie khairati za aina mbalimbali, mtolee sadakatun jaria. Kuna sehemu, kuna msikiti mathalan, peleka tofari zako hata kama ni 2. Hizi zitamsaidia mzazi wako hata kipindi ambacho wewe umemsahau. Peleka sehemu ambako kuna ujenzi wa madrasa, tofari zako 2, 3, hizi zitamsaidia hata kipindi ambacho wewe tayari umemsahau. Lakini wewe unaandaa safari, unatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, ukafagie kaburi la mzazi wako, kisha uwaite mashehe na uwapikie na supu wale. Nani kakwambia mashehe dua zao zinakubaliwa? Nani kasema kwamba hasa hawa ndio mmewaita wamuombee baba yangu dua na nimewapikia na chakula wale washibe? Nani kakwambia dua zao zinakubaliwa? Kwa nini ufanye kile ambacho hakina, kwa nini ufanye kile ambacho kina ihtimal, kina mashaka? Mtume anasema da ma yaribuka ila ma la yaribuka, acha kile ambacho kinachokutia shaka, ufanye kile ambacho hakikutii shaka. Kile ambacho hakikutii shaka, nimefanya sadakatun jaria, hii najua ataendelea kupata tu kipindi nipo hai au sipo hai, nimemkumbuka sijamkumbuka, hiki ataendelea kupata. Wale waliowaita kufagia wakala na hicho chakula, baada ya kuisha ile shibe, hakuna ujira tena. Ndugu zangu, tunapokuwa tunayazungumza haya, hatuharibi biashara za watu, hatuharibi mfumo ya watu, tunawaelekeza watu kile ambacho ni sahihi, ambacho walichokiakiwa wakifanya. Ndugu zangu katika imani, Allahumma ballighna yawm Arafa, Allahumma ballighna yawm Arafa, Allahumma ballighna yawm Arafa, waj'alna fihi min utaqaika minan nar, واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من مجيبات الندامة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته،
ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.